I'm really trying to catch up. Ulisema unaitwa? Naitwa Patrick Mudhama ama Alais Chorichori. Ndio, I'm trying to catch up with Chorichori. Vile nimefundisha nimesema kaleho for breakfast. Nimesema vizuri? Karibu. Hebu waambie basi. Karibu for breakfast. Karibu power breakfast. Yes, hapo sawa. Nesa. Yes, all right. Now we are celebrating the Kamba culture here on Power Breakfast. Remember, the hashtag to use is Power Breakfast, hashtag Power Breakfast at Citizen TV Kenya, at Kirigo Ngaro, at Willis Ramburu. We want to sample this Kamba culture, and we are so happy that former Kibwezi Member of Parliament, Kalembe Ndile, has also joined us. Mheshimiwa, habari ya asubuhi kwanza. Salamu. Wale tumekuamsha mapema sana. Hakuna shida, lakini karibu sana. Asante. Tunajua kwamba wewe ndo uko pale unajulikana sana kwa, na tutakuuliza maswali tukiendelea. Tutajibu. Mambo ya Wakamba na kadhalika. Sana sana wasichana wao. Haya, sasa pia tuko hapa na Chorichori. Wacha kwanza ni Chorichori. Sasa kwanza tuulize, kabla nimuulize hiyo ilitoka wapi, kwanza tueleze kitu inaendelea hapa. Kuhusu mafasi yangu. Mafasi yangu ni rasmi kama danza. Nilitafuta sana kabla niipate. Ulipata wapi? Ama ulijitengenezea? Nilipata kwa mtumba. Yeah. Na naona kwamba umevaa hapa colors very bright. Yeah. Hizi ni kulingana na hizi tuseme ni zile kala mzuri za kufutia. Juu wanasema Wakamba wanapenda yellow. Tunaona tuna yellow, red, tuna black. Kadhalika ni mix maalum. Yeah. Okay. Inanifurahisha sana hii kala hii. Lakini ingekuwa kubwa zaidi ningevaa. Ni vile hapa kutakuwa na haiwezekani sana. Lakini sasa tukuuliza hata wewe utajiintroduce. Alafu utaambia hiyo hebu icheze kwa hiyo pati. Hiyo ilitoka wapi? Amana inajulikana tu kwamba hiyo ni ya Wakamba. Hiyo ni kitu ilitokana na usanii wa Kikamba. Na tukafundisha mashabiki wetu. Na hiyo mpaka hiwe ndio muziki ueleweke ni wa Kikamba. Na mpaka ichezwe ndio wasikie utamu wa muziki wa Kikamba. Bila hiyo ala. Si unaona hata wewe umekuguzia. Hata inachangamsha mheshimiwa hapa. Hata wewe. Iko sawa. Na tueleze kwanza tueleze vile hii jinsi ya kudance. Manake kuna hiyo. Alafu tena kuna saa zingine unashtua mabega. Kweli. Ukiwa danza ni lazima ukue na style nyingi. Za kubadilisha. Kutoka hii style unabadilisha, unakuja hii style unabadilisha, unaenda style nyingine. Ndio ufutie watu wengi. Yeah. Na mheshimiwa, wewe unaelewa hii? Unaelewa hii dance? Naelewa hii dance. Nini what stands out for you sana kwa kudance kwa Wakamba? Kufanya nini? Kudance vile wana dance. Nini huwa ina kuvutia haswa wewe? Unajua ukidansi unaenda na vile wana hiyo waya imeshikwa. Hiyo ndio inakuongoza. Hiyo sasa hiyo waya ndio inakuvutia sana. Ndio. All right. So we invite you to send in some of your questions and comments also on the Kamba culture. Any questions you may have, we have so many of them here, and we're going to be talking to them as well. Let's to find out more about the Kamba culture. The hashtag to use as well as for breakfast and 22422. Sasa nyinyi mtawasha hapo mcheze pole pole in low tones. Mtaenda na mheshimiwa tuanze ni karibu kana kukagua gwaridi. Ni almost kama hiyo. Twende hivi mheshimiwa.
So like we said, we are here celebrating the Kamba culture. Mheshimiwa utasimama tu hapa. As you can see, sasa hapa ni one of the things that they are known for, ile crafts. So tupengine tueleze jina na unachofanya. Mimi naitwa Bernard Mutie Kafiati. Jina maarufu naitwa Kambo Kafiati. Mimi natengeneza hii kazi. Unaundia hapa, tunaenda undia nyumbani. Pale popote tu unapata miti ndio unakaa chini. Unaanza na miti kama hii. Tunaanza na miti kama hii. Miti ya kutengeneza hii inatoka hapo inakuja hapa. Alafu ikitoka hapo tunaifika faili inakuwa angalau ile hii vitu nyingi sana. Naweka macho, hii ndio kisu ya kutengeneza pale hizi macho, masikio. Alafu inafikwa sandpaper, inakuwa mzuri. Alafu tunaweka sasa hizi ni maua. Ndio inaonekana hii ni giraffe, hii ni pisi, gazelle, kitu kama hiyo. Hii ni gani? Hiyo ni pisi. Pisi. Ndio huyo sasa. Umewahi kumuona mahali? Ametangazwa na kijana mwingine anaitwa Sanita. Sisi ndio uunda hawa wanyama. Okay. Nyinyi ndio mnaunda hawa wanyama. Pengine mheshimiwa pia utueleze when growing up umesikia hizi arts and crafts na pengine umezipata wapi? Unajua Wakamba ni watu ambao walijua kutengeneza vitu tangu zamani. Kutengeneza vitu gani? Unajua kuna vitu vingi sana. Vitu zote. Kwa hivyo mimi nilikuta wakichonga na wanaweza kuangalia hivi hata wakuchonge. Hata mimi mwenyewe. Hata wewe mwenyewe. Unaweza niangalia mnichonge. Kutoka sasa hii lakini hii wood inaweza nitoa kweli ama ni ndogo? Ni ndogo lakini unaweza toka pile iko. Size yako tu pole. Usiende kubwa itoshane na wewe sababu huwezi toshana naye. Lakini ukiangalia sura hivi unaona huyu ni fulani kweli. Tunaweka mpaka tai kila kitu. Hata tai unaweza kutoka hapo. Haya. Sawa. Tuendelee pale tuende kwa asali tuone. Tuko hapa kwa asali. Hapa. Race. Sasa tueleze jina lako kwanza na ni nini hasa unafanya? Jina yangu ni Catherine Mweke. Sasa ndio kazi tunafanya. Hii inaletwa kama iko kwa kibuyu, unatoa nyuki na unaweka kwa chupa na unauza. Ni si riski vile unasema kutoa nyuki ama zinakwanga zishakufa? Zinakwanga zishakufa. Na mheshimiwa inasemekana hii ndio asali halisi, manake tunasikia kuna zingine asali za Baringo pale ndio mzuri. Nadhani asali kutoka Ukambani ndio zinakuanga zile halisi. Kwa hivyo kwa sababu zinatoka kwa hizo miti ambao ingine inaitwa mnyaa. Nini? Acacia. Inaitwa mnyaa. Kwa hivyo nadhani asali kutoka Ukambani ni maarufu Kenya mzima ndio. Na hata unajua hii ndo asali maarufu. Hii iko sawa. Haina tofauti. Hapo mwaka hapa tutest. Wacha tutest hapa. Ni muhimu. Tunaamka mapema, tutakula sana lazima. Acha nikutolee spoon. We are about to find out kama hii ndo ile asali halisi. Hata tupatie mheshimiwa anze kwanza. Asali uonjwa na kidole sasa. Na basi onja tu na chovya Asali. Hala. Ni halisi. Hata mimi umesema inaitwa chovya. Hii ni asali halisi yenyewe. Kwa Kikamba kunaitwa kutola. Kutola. So ninatola. Si kutola. Kuna wengine hapa wananiambia kutola. Ni kutola. Tutarudi tena tuwaulize maswali mengine. Many more questions. Let me just talk in a language naelewa vizuri sana. Tumefika hapa. Karibuni. Wacha nikuje huku. Mheshimiwa atasimama huku. Tueleze nini nafanyika hapa. Na kwanza kabisa niulize uko na size 14? Size 14? Iko? Yeah. So inaweza nitosha iko wapi? Kabisa. Hiyo inaweza kutosha hiyo. Hii hapa? Yeah. Haya, hii ndio inaweza nitosha. Kabisa hiyo. Okay. Yeah.
Sawa, acha nitaijaribu saa hii tu. Jaribu tu. Nijaribu? Jaribu. Ashikilie hii basi. Sasa nishikilie ni vile. Wale fanya sikuvaa ile kala nini inaitwa nini? Yellow. Sikuvaa yellow songs. Mante wanta tunjaribu kama itaingia. Tunaona haijaingia sana. Hiyo ndio saizi yako. 14 ni 14. 14 ni 14. 14 ya watoto. Haijatosha sana but it is okay. Hakuna shida. Tutaendelea kutengenezewa saizi yako. Kuna size yangu lakini sio. Iko. Kuna kama wako na mguu kubwa kabisa. Hiyo ni mzuri sana. Unakuja pale unapimwa, unatengenezewa hali moja unachukua. So kwa kawaida unatengeneza hizi aje? Naona pia kuna vitu mumeongeza hapa za wasichana na wavulana. Ndio. Kwanza hii maua hii ndio inatengenezwa kwanza hii. Ndio inatengenezwa. Na unaangalia unaona ni maua tofauti. Sorry, acha nikushikie. Ni maua tofauti. Sasa hii sana ni kina mama wanatengeneza hizi. Alafu wanaleta tunanunua. Ukinunua unaibandika hapa. Kwa hii ukiangalia hapa kuna hii ngozi ya juu na kuna hii sol. Unaibandika kwanza kwa hii ngozi ya juu. Alafu ndio ushikanishe hapa. Na umesema hii ni material gani? Hii ni shanga. Beads kutoka China hizi. Hii mzimatoka China. Hii shanga inatoka China lakini nyingine inatoka hapa kwetu Kenya. Okay. Na biashara kwa aje? Mheshimiwa, naona unapenda sana, unataka kununua moja. Simba wamejaribu sana. Na normally when you're growing up ulikuwa umevaa hizi ama ulikuwa kama unajua wazazi wote wanatumianga tukigrow tulikuwa tunatembea barefoot, tulikuwa tunatembea kilomita mingi na wakama wamezoea wanasema tu wanatembea wanasema iko hapa tu. Hii singeweza ku afford. Kulikuwa na ile nyingine ambayo ni hataili tu na katwa tu inapigiliwa tu misumari. Hiyo kabisa hiyo. Wacha hii siku hizi unajua ni kisasa sasa. Kuna ile ilikuwa mkalia. Ilikuwa inaitwa mkalia. Sasa ile ndio hii hapa sasa. Sasa ilikuwa tu tail kama hii. Alafu inawekwa hii hapa juu tu. Shikilia mbili moja hapa nyuma. Natembea. Ilikuwa nawekwa X tu. X alafu itosha. Sasa mguu inaingia tu. Na mbona hizi ziko na kitu kama aerial? Hii sasa ni ya siku hizi. Unajua vijana sasa wanataka hii maendeleo. Sasa ndio ya siku hizi sasa. Hata unaona mtu anatupa kiatu ya ngozi, anafaa hii sasa ndio anaenda kusherekea bali na hiyo. Digital. Hii ni mambo ya digital. Unaona kama hii ni aerial. Ni digital. Hivyo ni kisasa. Amesema what is the longest umewahi tembea? So vile tunaambiwa long distance travelers walikuwa Wakamba. Unajua kabla mzungu kuja Mkamba ndio alikuwa anafanya biashara mbali sana. Long distance trader. Kutoka Ukambani kwenda kuuza meno ya ndovu Mombasa kabla wazungu kuja. Wakamba tulikuwa tunajua biashara. Meno ya ndovu. Nauli umewahi tembea tuseme kilomita ngapi? Kwanza nikienda shule nilikuwa natembea kama 30. Hiyo ni kutoka hapa fika wapi? Buko hapa karibu Athi River hivi. Athi River. Mguu unakimbia kwenda shule na kurudi. So mlikuwa mko active na healthy. Ni mzuri sana. Acha tu pole nilisahau kuna hizi kiondoo hizi. Sasa kutoka hapa mpaka hapa ni kina mama wanaunda hizi. Anatengeneza pia hii ni makonge. Alafu mimi nakuja sasa kuibandika ngozi. Inakuwa vile iko. Pale Kariakoo Market. Sasa hii kazi yote ni ya Kariakoo Market. Huko wananiita waziri wa Kariakoo shauri ya kutengeneza hizi. Wewe ni waziri wa Kariakoo. Wewe ndio waziri wa Kariakoo. Sitting cabinet secretary. Wa Kariakoo. Na hizi ni za wamama. Mtengenezi siku hizi zingine zinaitwa man bags. Kuna money bags. Kuna hii ni kina mama ndio wanatuweka pale. Hata ukiangalia hizi hapa ni wakina mama. Ndio wanatuweka pale Kariakoo. Sawa. Sasa hapa kuna kuna drums hapa. Pia kuna umetengeneza hii drum. Umetengenezaje ama vipi? Umetengeneza kuna gozi. Kuna gozi. Tunatumia hii gozi direct tunainunua kwa Ukambani, tunaitoa tu kwa shango. Tunaileta alafu tunaiweka kwa maji, tunaifanya inakuwa soft. Alafu sasa ndio tunatengeneza hii just hii ni mkebe. Alafu tunafunika na hiyo gozi yenyewe. Unatengeneza hii size pekee yake ama kuna size nyingine? Different sizes, different design.
Yeah, although tunaona kama iko hapa chini. Gani? Acha tu. Yes. Tuna hapa imeshikwa kidogo na iko pana njoo. Tunatengeneza different size, different designs and different size shape. Yeah. Na mheshimiwa, drum ni part of culture halisi ya Wakamba. Hii ni kama Wakamba. Unajua Wakamba walizaliwa na furaha. Na watu wakucheza ngoma. Na hii unaona hii mukwa hii. Pengine ukicheza kwa mabega. Ndio ukifurahia sana. Ukianguka uende nayo. Ukienda style hiyo naenda nayo. So naenda tukiongeza ile. Acha tukuweke hapo tuone kama una. Hapo sasa. Hapo sawa. Unasema naitwa nini kwa Kikamba? Ito ngoma. Eta ngoma. Ngoma. Inaitwa ngoma. Very well. Na pia tunaona hapo uko na ni fridge magnet. Fridge magnet. Tunaitengeneza tu hapa na rope handcraft. Tunaichukua tunaichora. Tunaikata tu hivi yenye iko in just wood. Ubao. Tunaikata tunaitengeneza, alafu tunaichora, alafu tunaiweka hiyo magnet. Sasa iko ready kwa kuuza. Yes. Yeah. Na hii pia naona pia mko na makiola mingi sana. Yeah. Kiolas there are different kinds. Hizi ni za mti, kuna hizi za drum, tunatumia pia ngozi. Yeah. Na tunaweka tu na different mnyama, kuna watu hivyo. Alright. Yeah. Na hii inaitwa Wakikamba ngao. Ngao. Unajua Wakamba walikuwa na system yao ya kujikinga. Hata mzungu alipokuja alikuwa anaogopa Wakamba kwa sababu ya ujuzi wa mishari. Na ambao mishari yetu ilikuwa inawekwa sumu. Kidungwa kidogo hivi haitaji upigwe mahali. Nataka ukatwe kidogo hivi damu itoke. Sumu inaingia. Kwa hivyo tulikuwa na system ya kujikinga. Yes. Hata wakisikia walikuwa wanaenda kuuza meno ya ndovu, walikuwa wanapitia safu. Yes. Na safu unajua kulikuwa na hizo man eaters. Na lakini Mkamba hakukuliwa na simba. Hakuwahi kuliwa hata. Haingewezekana. Ilikuwa Mkamba mmoja anaweza uwa simba 10. Alikuwa kwa hiyo system ya wakienda kulala, kuna wale wanalala, mmoja anachunga wao. Kwa hivyo chochote kikitokea ni hivyo. Wako na ngao. Wacha ngao mishale na dhiaka. Inaitwa dhiaka. Leo dhiaka hii kuja hapa. Ile ya kuweka mishale. Yes, inaitwa nini kwa Kiswahili? Quiver. Kitu kama quiver ama sheath. Yes, ya kuweka nini. Okay. Remember also tonight part of what's happening here is also tonight later on there's going to be Musi night today at the carnival. So this is part of the celebrations, and we are also going to be giving out some tickets, right? What you need to do is get on #PowerBreakfast or on 22422 and tell us first of all, to answer the simplest question, hii inaitwa aje? What is the name of this? Tunaambia tu sahi na Kikamba. So you said 22422, your name and location, and you can win some tickets to go to Musi night today. Na Musi night leo wote boys bado wale wamesema tumekatika hapo na mheshimiwa pale, they'll also be there. So that's the first question to enable you to win some of the day. And there they are over there, those guys. They're going to be entertaining us tonight at the carnival for Musi night. So if you want to win some tickets, 22422 #PowerBreakfast. Hii inaitwa nini kwa Kikamba. Alright, we're moving along. Sorry, there's hii ni gani? Penseli. Nini? Penseli. Ni pencil? Yeah, you sharpen your write. So lazima uisharpen kwanza. Na hii ni wakati umeboeka sasa kutu hivi. Unafikiria hii. Ukiboeka sasa kutu hivi kwa darasa mwalimu akifundisha. Hi, this is very creative. This is nice. So hizi mtoka wapi hizi? These are these from Mombasa. So tunafungia officer shells. Okay. Yeah. Kabla tujatoka hapa. Nadhani jina Musi ile sasa Musi. Musi. Ndio mshale sasa. Ndo mshale. Inadunga sasa. So muziki inadunga. Ina Musi. Kwa hivyo wakati mlitumia neno Musi ni kuonyesha maneno yanadunga. Maneno yanadunga sasa. Kutoka Musi. Kutoka Musi. Ndio hiyo sasa. Very good. All right, now we'll move to mheshimiwa atasimama hapa. Mimi nitasimama hii pande.
Pengine tueleze majina na biashara yenu. Jina yangu ni David Masanga. I work on these gourds ni kibuyu, just kibuyu. Kawaida tunachukua unaichora. After that unatengenezea hizi shells. Alafu hii ni musical, let's say ni kibuyu ya muziki. Hii pia inaweza ingia. Yeah, you know we are good in music. Yes. So we have to make music. Things to do with the music. This one, even this one. Tuna kibuyu. Alafu tunachongea miti, tunabandika. Then hapa ndani tunaweka either ndengu ama small grits za mawe. Then bado ni musical instrument. When you come to here, you find najua people huko kwako kwa nyumba. I guess unahitaji kitu kama hiyo. Hii ni opener. Hiyo opener ni miti, unachukua miti unaichonga, banye mwenzangu pale amekwambia unaichonga. Tena unipasua hapo katikati, unaweka hii chuma. Then you fill it. After that unaichora. After that you finish it, then it's ready for sale. Okay. Gas mask. Hii ni mask. Lakini ni ndogo. Inaweza tosha kwa si ya kuweka kwa uso. Mask kwa uso. Lakini hii ni ya kuweka kwa ukuta wa nyumba like this. You hang it. Just the decoration for the house. We make them in different sizes, colors, as you can see over there. Yeah, kwa sababu kuendeleza tu kujenga inji. Yes. Unatambua hii? Hii natambua. Hii unajua hii kibuyu. Zamani mama alikuwa ananiuliza kama mgongo wangu uko na mawe. Kienda kuchota maji. Nikibeba sasa hiyo maji. Ikifika kwa mlima inapasuka. Mimi naenda nyumbani bila maji. So labda niongee juu ya hii. Yes. Hii inaitwa ngomo. Hii ndio ya kuchonga hizo masanamu. But ikumbuke kabla ya mzungu kuja, Wakamba walikuwa wanajua kutengeneza chuma. Walikuwa wanachukua hizo materials, mawe wanachamsha, inakuwa chuma. Ndio walikuwa wanatengeneza hii ngomo. Hata hiyo mishale unajua ni ya chuma. Kwa hivyo kabla ya mzungu kuja, labda sisi Wakamba tulikuwa tunajua kuunda chuma. Sijui ni wapi tulipotelea. Tungekuwa sisi ndio tunauza chuma, tulikuwa na blacksmith wetu kwa kitambo vile tulikuwa tunasoma. Kulikuwa na blacksmith. Wakamba walikuwa wanaenda wanaangalia vile, si unajua wakati mvua inanyesha, ukiangalia vile maji inateremka huku tu kwa porini, utaona ni kama kuna kitu chembe nyeusi. Blackish. Walikuwa wanaenda wanalokota hiyo, wanachota hiyo, wanaenda wanaichemusha. Inatoa chuma, inashikana, inatoa chuma. Walikuwa wanajua mchanga yenyewe anyway. Yes. Vile tulisoma history ya Wakamba. Kwa hivyo tulikuwa na blacksmith wetu. Walikuwa wanatengeneza hizi. Hiyo for example, hiyo kitu nimesikia inaitwa musi, hiyo unajua ni kitu, ni kitu kwanza, ile kitu yenyewe inatajwa, ni kitu inakaa kama msumali hivi. Alafu ndo inapakwa hiyo sumu, mheshimiwa alikuwa anasema hapa. Kwa hivyo walikuwa wanachota hiyo mchanga, wanaichemsha, alafu wanapata hiyo kachuma, ndio walikuwa wanatengenezea hiyo musi. Kwa sababu hata kabla ya mzungu bado tulikuwa tunatumia hiyo musi mshale. Sasa chuma ikuja na mzungu kwa Wakamba. Safi kabisa. Sasa pengine kuna zingine hapa, wacha nitoke tu hapa pole. Kuna nini hapo? Hapa kuna ndovu, kuna mkwaju. Hii miti inaitwa heboni. Hii ndio golden ya Ukambani. Hiyo ndio? Golden. Hii ndio miti inajulikana kama golden Ukambani. Lakini siku hizi imeisha, sasa hivi watu wanachukua Tanzania. Sasa ile shida iko tuko naye. Kwanza ni ngomba serikali kwanza. Itufanyia marketing. Sababu siku hizi marketing imekuwa mbaya zaidi. Sababu unajua siku hizi serikali inaenda kufanya marketing kama China. Lakini China akija pande anachukua picha, anaenda kutengeneza yake, anakuja kutuzia. Sasa kama kitu kama America, German, Britain, hawa ni watu ukija watatulia mali. Sasa siku ni kuuza ni shida. Kama mimi sasa nikitengeneza naenda kuuzia kama mali inaitwa Sakana. China inaitwa Tana River.
Tana kilo shop. Sasa ile shida ni kufanywa marketing na serikali. Kwa sababu siku hizi marketing kwa shida kabisa. Na siku hizo kama inachongea mahali inaitwa Idhanga Murang'a County. Lakini ile shida marketing tufanywe na serikali. Lakini sio wanakufanya marketing China. Hakuna hiyo haisaidii. Okay. Sasa naona mheshimiwa unaweza sema hapa ndo tukuone vizuri kwa umeweka hiyo. Hii inaitwa fimbo, inaitwa ndata ya Otongoi. Ndata ya Otongoi. Ndata ya Otongoi. Unajua mila yetu na Waisraeli haikuwa tofauti. Moses alikuwa na fimbo ya kuongoza. Kwa hivyo kama ukija kama wewe ni kiongozi wanakupea zawadi kulingana na cheo yako. Kama naweza ongoza hivi unapewa fimbo ya kuongoza. Kwa hivyo tulikuwa tuna kila kitu. Okay. Now I remember, of course, the hashtag is breakfast. Very short language. You be ask somebody in studio to hand me. I forgot my phone, so you can check out the Twitter and Twitter results. Some of them will also be scrolling on the screen. But remember, we are giving away tickets to go to Musi Night. That's happening tonight at the Carnival grounds. So we want you to go there, and as you see in the water, oh my God, they've been there entertaining us and having fun with us. So that's just a tip of the iceberg. These guys are here at 6 a.m. na walianza wakiwa pale juu. Haikuanza tipole. So you can imagine what to expect a little bit later on. So we're giving away tickets. Remember the question was, what is the name of Women's Habit? And you're she. What is this called? We've been told what this is called in Kikamba. So if you can answer what this is called in Kikamba, we'll be able to give you a ticket. Remember, there are 5 pairs of tickets, so 10 people can go. Remember, hashtag for breakfast, or send them to 22422. And just to sample some of the questions and views that are coming in already. First of all, wacha tuendelee kwanza nikuuliza mheshimiwa about the culture. Mheshimiwa, first of all, kuna hii kitu inaitwa kamote. Nini jamani? Kamote hiyo ni kulingana na mimi si kitu ambayo ilikuwa poa. Unajua tulizaliwa kuambiwa hata Wakamba wakienda kuoa, kama sasa wanaenda kuoa, mimi naenda kuoa, sio familia fulani. Familia ilikuwa ni ya Kamote, tunauza vitu kama hiyo. Alafu niliulizia zaidi, hata baba akaniambia kuna watu walikuwa wakipoint mti hivi inakauka. So nilikuwa nauliza baba, kwa nini ukaushe mti, mbona huku point ikwe tractor kulima? Kwa hivyo Kamote kwetu haikufanya vizuri kwa Kikamba. Ilikuwa ni mambo ya briefs na kweli wako wa aina hiyo. Alafu kuna hiyo mambo ya waganga, hadi ukirogo wanaenda, kama mtu amekufanya hivi bana, unaenda kwa mganga. Tumbo imevura ama kidole moja imekuwa kubwa. Mimi naamini saa nyingine, unajua unaambiwa ueleze shida zako, alafu yana labda wewe ndio unamueleza, ndio unajua shida ni nini. So Kamote ilikuwa vibaya, lakini watu wametumia sana. Wametumia sana. Lakini saa nyingine wale wanatumia labda ni siku hizi ni fake, hakuna. Lakini zamani tunaambiwa zilikuwako. Hata saa nyingine ukienda kuchunga mbuzi ama ng'ombe, ukisema zisipite pale hivi, kwa hiyo mlima hivi ziende hivi, inakuwa ni hivi. I can see some of the people here. Mheshimiwa nisaidia kusoma hii. Ngani hii ya usi vitu atiasi andu Mukamba mamo kize. Huyo ameandika sio Mukamba. Anaitwa hapa Ogutu, anajaribu manake andu Mukamba hakuna kitu kama hiyo. Si Ogutu, umesikia, pole sana. Lakini umejaribu. Kwa kama mimi nasema tu nesa, wasi hata. Na kuna siku ulisema kitu inaitwa, na hiyo nililani kutoka wao wakikuwa korali. Ukasema wakati development ilikuwa inafanyika waiva. Waiva inamaanisha nini? Inamaanisha ulikuwa wapi? Kitu fulani kitendeka, ulikuwa wapi? So unajua kuna hiyo slogan ilikuwa
ilikuwa ya pati ya Wakamba hiyo. Wiper. Yes. Sasa unajaribu kuichange. Unauliza hii ikifanyika ulikuwa wapi? Sisi tukikuwako ulikuwa wapi? Sasa tafadhali do not miss out on Musi. Sasa kesho tuulize wakati Musi ilikuwa inafanyika Wiper. Leo ukue Carnival ndio tusikuulize hivyo kesho Wiper. Alright, I'll take a few more here. Kuna mtu anasema Anastasia Mbite anasema anajivunia kuwa Mkamba. Okay, there's somebody who has answered the question, so I guess we'll give you the first ticket. I don't know how you'll get in touch with us, but you can. All right. Okay. We'll wait a little bit. We don't want to ruin the surprise. Let guys keep on answering. So there is somebody here saying at Ishmael Kip anasema I'm a Kalenjin, but the opportunity to go to Kambanite looks awesome. All right, that's good because that's exactly what you're trying. We don't Musi munakuja wote, hata mimi nitaenda. Hata mimi, lakini mimi niko na interest na tutawachia hapo. Alright, and then there's Kennedy Musyoka Ken says I like my culture, I'm proud. Let's meet at Kambanite or Musi night. And then mtu wengine wana enjoy shoe yangu hapa anasema giant shoe for Willis Raburu. Giant shoe. Mnaweza yaangalia tena ni kiatu cha kubwa. Kuna wengine wananiita hapa kwa Citizen wananiita Bigfoot. Big show, wengine wanaita big show, wengine wanasema hii ni kama flower pot ya City Council. Ni hard. Sasa wacha tuongee about some I don't know if they are myths or truths, but inajulikana sana mheshimiwa, wasichana wa Kikamba wako na sifa sana. Sijui kama hii ni ukweli. Hiyo ni ukweli. But mostly wanasema they are loyal, mambo kama haya. Hiyo ni ukweli. Ama is it upbringing ama ni hasa? Unajua katika mila ya Wakamba kama ni wasichana walikuwa wanaenda kwa nyanya, wanafunzwa vile watatunza mzee, wanatunzwa kwamba mzee anaweza ponyoka kama unazubaa. Ukilalia masikio kidogo mzee anaweza ponyoka. Kwa hivyo walikuwa unafunzwa vile unaweza tunza mzee, kumpikia na kila kitu. Sasa hiyo ndio ikafanya wako sawa. Unaambiwa ukifika hii stage unajua hivi. Kwa hivyo ndio walifunzwa tangu kitambo. Jambo lingine, hiyo mambo ya kuwa loyo. Mkamba alifunzwa usishike kitu ya mtu. Kwanza kulikuwa na hiyo kitu inaitwa kidhito. Kidhito ni ukiipa kitu ya mtu hata yeye asikuweko. Akienda kupika hiyo kidhito, hiyo nyungu ya kupika inawekwa chakula. Halafu anasema mwenye alikula kitu yangu, mwenye aliipa kitu yangu, kama ni kiatu kama yako, mwenye alichukua hii kiatu akufe kama hiyo nyungu inaachiliwa. Basi watu wanakufa. Watu walikuwa wanakufa. Ndio walikuwa wanaamini. Alright, sasa tena kuna ingine sana watu wao wanapenda kusema sana, na hii inaitwa Kamba word. Yaani watu wana enjoy sana vile wao mnaongea. Let's take a look at some of them. Sasa Kamba word of the day. It's been going around a lot on now kuna hapo Kamba word of the day, kikohozi. Kila mtu kilingonjeka na homa. Sasa kikohozi kinandimbiwa. Yaani kiko hospitali, ako hospitali. Anatibiwa. Kuna ngine hiyo ni ya Kalenjin. Hiyo ni ule Kipruto pia mwenye alitutweet. So this is for you. Inaitwa panga. Kipruto works at a Barclays Bank. He's a panga. Alafu there is one here, Kamba out of the day, Ndizi. Ati Mutua went to Washington DC. Then there's Kamba word of the day, address. Tulienda bash, but ilikuwa the wrong address. Tukaruti. And then there's this one, supplies. Kamba out of the day. When Dad came to the house, we shouted, supplies! Happy birthday, Dad! Alright, so those are just some of them. We'd ask you also to send yours and what you think about your specific word of the day there. But let's sample some of the winners of those who won wenye watakuwa naenda Musi, and also we'll also be inviting one of the Musi leaders to also talk about the night a little bit later on. So the first person is Betty Kanzia. Betty Kanzia here in Kilimani. Your number ends in 244.
your number ends in 244. Betty Kanzia, you will be attending Musi tonight. Mutua, you are watching from Roysambu, your number ends with 710. Come for your ticket as well. Mutua, come for your ticket as well. Mutua from Roysambu, number ends in 710. Come for your ticket as well. Monica from Utawala, number ends in 932. Number ends in 932. Come for your ticket as well. And then Damaris Mbola from Dandora, LOVE. Mbula. Pole sana. Ati nani? Mbula. Mbula ni mvua. Ama so alizaliwa wakati ikinyesha. So Damaris wa The Rain, Mbula from Dandora, 573, your number ends in 573. Come and pick a ticket as well. And finally, Esther from Westlands. Very interesting, your number ends in 911. So you will want to emergency gani hapo, but it's okay. Esther from Westlands also come and pick your ticket as well. So we are on Dennis Pritt Road. Unaona pale kwa Uhuru State House, unapanda tu juu. Utaona hapo a big sign written Citizen. So in case also you have some comments for Mheshimiwa, pengine tuulize hawa mungependa kuambia Mheshimiwa nini, kama bila kwa palafu pia tutamuuliza shortly before he leaves because he's here na amekuwa akiongea sana kwa marali. Nataka kumuuliza maswali zingine, but ungependa kumwambia nini? Mwambie hivi, they should liaise with the government waweze kutafutia market hizi vitu zetu, kwa sababu the markets ya business. Kwa sababu I don't think we can sell these locally. We can't. Hii kitu ya kuuzia mtalii, na mtalii lazima umkaribishe, sio kufukuza. Ukimfukuza asi hiyo biashara, hata ukiangalia wanyama pale wenye wanakuja kuangalia ndio wananunua hizi. Lakini kama wakuji kuangalia wanyama, they won't buy, kwa sababu akienda pale anaona chui. Akija sasa pale kwetu kama kwamba anasema okay, I saw a chui. Yeah. Oh, this is what I saw. Yes. So how much is this? I saw a chui. Hapo you have business. Unafanya biashara, lakini kama hakuna mtalii, you are dead. Yes. Ndio ulishasema serikali ningependa kuambia Mheshimiwa, sababu yeye anajua kwa serikali na uzembe kwa serikali. Kwanza awaambie atutafutie market, lakini sio market. Unajua kwa maana unatafuta market, hata ukitafuta ukaenda kule, hii watu sema kweli, watu wanakuja kama pile nimekuambia, Mchina akija pande anakuja anachukua picha hii, akienda huko anatengeneza kato yake, anayokutusia sisi tatema. Sasa anunui sasa. Kwa hiyo ile mzungu ananunua kabisa, unajua kutoka America, Britain, kama Germany, hiyo anatusaidia. Hata sasa ukija uangalia ukija zingine Mchina unamkuta kama ameenda kuomboa nyumba kama pande Huruma, pande nyingine unamkuta huko. Lakini mzungu ni mtu anapenda starehe, na kama kitu kama inazungumza pesa mingi sana. Ukienda kama Mchina, hii kitu nakwambia, kama ukimwambia 200 nakwambia 200. Hiyo naona kama hiyo itakuwa hiyo. Sasa Mheshimiwa aenda awaambie serikali ifanyie market mahali iko wale watakuwa. Sawa. Hayo wacha nisimame hapa ndio nisikie maoni yako. Mheshimiwa, tunataka kumwambia mambo ya marketing. What's the problem? Marketing. So yote ni marketing. Yeah. Wacha sasa niulize, yako ni marketing? Shauri marketing wamesema. Sasa mimi vile naweza kuambia Mheshimiwa, Wakamba wote tushikane, tukue kitu moja, na tukiwa kitu moja hakuna jambo lolote litashinda sisi. Tutakuwa na nguvu. Unajua mti mmoja unaweza kuufunja, lakini miti mingi huwezi ukaivunja hata ufanye namna hiyo. Mheshimiwa, kwanza acha tuende hapo mambo ya kushikana kwa Wakamba. Hawataki maji, hakuna mtu anasema anataka maji, wote wanataka tu mshikane kwa marketing. Maji wako sawa. Wanya mwendagi nyumbani. Umesahau kitu? Acha tupulize alafu ile msahau. Naambia Mheshimiwa, watu wapande ya Kibwezi, pande kwake wamezunguka sana na hii wanyama. Wapande chakula inakuliwa yote na serikali na ndovu. Kwa hiyo serikali tafadhali itafute ikuye injenge fence ya watu chakula yao iwe hapo, ongea na serikali sana. Haya, sawa. Tutachukua haya maoni zingine. Yenye pia ni marketing ama mko na different, mko sawa? Amesema ni walete. Haya, sawa basi. Mimi naweza kusema mimi niko na mambo mawili. Mwenyewe Mheshimiwa amesema pale ya maji. Ningeuliza
CDF yote ya Ukambani. Ingewezekanaje kuwa katikati ya maji? Shule tumejenga, hospitali tumejenga, njia ziko. Maji tunaweza unganisha hizo pesa zote tusimamishe maji. Kingine wewe mheshimiwa unaingianga kule, kuna wale watu wakubwa sana. Enda utete juu ya security. Nchi yetu imeathiriwa na hiyo kitu sana. Hakuna mzungu anaweza kuja huku akiambiwa watu wanalipua wengine pale. Ni hatari sana. Wazungu wanaokopa si kama sisi. Kwa hivyo hiyo kitu, ukikutana na mheshimiwa wetu Uhuru Kenyatta, mwambie pale asingatie sana pale ya security nchi yetu. Asante. Naacha tusikie unaweza endelea. Chakwambia mheshimiwa ni washikane Wakamba, watusaidie marketing na chochote kile shida ya Ukamba. Sawa. Sasa mheshimiwa, tukiwind up, kuna mambo ya Kamba politics. Mnaweza shikana? Juzi tuliuliza hapa babu kama wanaweza shikana kama Luya. Wakamba mnaweza shikana wote. Unajua Wakamba kitu kimoja kinafanyanga wasishikane ni kwa sababu ya selfishness. Wakamba kama ni mambo ya maendeleo, mimi nafikiria hiyo tunaweza shikana sisi wote. Kama ni mambo ya maji tunaweza shikana yote. Lakini unajua kuna wale wanapenda maendeleo, kuna wengine wapendi. Kama sasa siasa za Ukambani, huwezi amini ati devolution imekuja na tuko na kaunti ambayo inaweka signature ati wavunjwe. Tunashindwa, hii ni dunia gani? Hiyo yote ni vita. Kwa hivyo leadership ya Wakamba lazima ijiweke. Na nikijibu bila amesema mambo ya ua ya ndovu, hiyo imeanzwa. Hiyo imeanzwa Kibwezi mahali kunaitwa Omani mpaka Tindima. Hiyo inawekwa. Okay. Sawa, na pengine mwisho tujue Kalemba atafanya nini 2017. Kwanza nimepewa board ya water regulatory board. Na tunang'ang'ana kuangalia vile watu watapata maji kwanza maji masafi na maji ambao ni affordable. Hiyo tutahakikisha. Lakini 2017 bado 2017 na tip Amani Kenya. Tip Amani Kenya. Bado ndio hiyo. Hajabadilisha. Sijabadilisha. Na huko manake tumeona juzi ukisema kuna wengine wanaomba kuliko wengine. Wewe unaomba? Mimi naombanga, mimi naomba, naamini Mungu yangu na ananisaidia, amenitoa mbali. Sawa. Just one more. Oh, sorry. Just one more. We'd like to invite one of our colleagues here to speak about Musi Night very briefly. And remember also, just a reminder, the people who, I'm going to mention their names again, but also remember that you can come and pick. We are on Dennis Street Road. The best way, you can either come through Chaka, just stop at Chaka, you'll ask for citizen, they'll direct you, or come through the State House Road. Just State House, upande juu, utatuona pale. Naam, labda uambie watazamaji jina na kuhusu Musi. Samwenge. Onesimus Mwenge. Onesimus Mwenge. Onesimus Mwenge. But in the radio wananiita Mwenge. Samwenge. Today ni Musi Night. Tunajifunia kuwa Musi Night comes once in a year. That is this month of June. So naambia watu wote karibu, because tukimisi hii mpaka next year 2016. So kuja leo wote. Sawa. Mnasikia mnasherehekea miaka 10. In fact we are celebrating 10 years being on air. And Musi being like vile amesema. In fact Musi means two things. One is that the arrow and also nyumbani. Nyumbani ni Kamba is Musi. So when we are coming for Musi, we are coming home away from home. So we are celebrating 10 years being the king of Ukambani as Musi Radio. Yeah. All right, so what can they expect apart from wale wote wako hapo tunaona hapo kwa screen wakiwa wametolewa, but apart from ile Water Boys band, kuna nini tena wana expect hapo? Sana mimi ni chakula yote ya Mkamba iko. Kuna mudokoi, kuna mukimwa, kuna kalubo. Kalubo is the local brew. And ile imetengenezwa na asali ya nyuki. And today we are also celebrating the culture of Wakamba. So hata hizi we are not transferring them from here to Karioko. We are taking them to Carnival. And again, unajua kama mimi naendanga hizi nights zote. Naendanga Isagasaga, naendanga Mulembe, and nimekuja ku realize every tribe ni kama wako na
design yao ya kucheza. Ukienda Mlembe na tunapata watu wako hapa hivi. Ukienda kwa Wajaluo Jaluo na kwa watu pole tu. Sasa in fact if you make a choice of going these nights, hata una haja ya kwenda gym, utapunguza. Kama ni Waluya unapunguza side ya juu. Ukienda kama ni Wakamba sasa unapunguza. Mungu tu ndo tutapunguza. Na tumbo kama wewe lazima. Kama mimi lazima niende hapo nipunguze. Lazima ukuje wewe. Well, that's all the time we have. So asisahau mudhokoi. Na mudhokoi ambao ni mahindi ambayo imepigwa imetolewa ngozi ya juu. So hiyo pia itakuwa zote. Right, so a lot of foods, fun and laughter probably, because kutakuwa na watu pia. Ukitaka nadhani ukae uone vile watu wana dance, because either way tutakutafuta kwa Twitter. I'm kidding. Thank you so much for Mheshimiwa for coming, and thank you so much also for coming, and for all of you kwa kukuja, asanteni sana. Na hizi vitu zote zitakuwa pale Carnival, wanaweza, yeah, you can come and sample a bit of them and buy actually to celebrate your own. So again, just a reminder of the winners: Betty Kanzia Mutua, number 710, Monica from Utawala, 932, Damaris Mbula, number ends in 573, and Esther from Westlands, number ends in 911. These are the people who have won a ticket. Come to Dennis Pitt Road and we'll be able to give you the ticket. Just be at the gate and we'll leave this list there, so you are going to be able to get them. Alright, that's all the time we had. Thank you so much for watching. Thanks to the guests who came earlier also to speak about the illicit brew. Kirigo Ngaro pia tutadance na Kikamba. Tutakuwa Musi. Tutakuwa tu hivi. So if you want to see us there, so you have to come to see later on tonight. All right. So let's do this again on Monday. My name is Will Saburi, reminding you as always that successful people look like you, and also all Kambas. Thank you so much. And now we leave you the music of Wote Boys Band.